Umoja wa Mataifa UN umeitaka Iran kusitisha hukumu ya kifo dhidi ya mwanaharakati mwanamke. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wanawake 400 mashuhuri wameitaka serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran isitisha hukumu ya kifo dhidi ya Zahra Tabar, mhandisi wa umeme mwenye umri wa miaka 67 na mwanaharakati wa haki za wanawake. Bi Tabar alikamatwa mnamo mwezi Aprili na kushtakiwa kwa kushirikiana na kundi la upinzani lililopigwa marufuku, shirika la mujahidina la watu wa Iran PMOI. Kulingana na familia yake, mnamo mwezi Oktoba Tabar alihukumiwa kifo kwa uasi wa kutumia silaha na mahakama moja huko Rashti baada ya kesi kusikilizwa kwa njia ya video iliyodumu chini ya dakika 10. Familia yake ilisema uamuzi huo ulitokana na ushahidi mdogo sana na usioaminika, kipande cha kitambaa chenye maneno mwanamke, upinzani, uhuru na ujumbe wa sauti ambao haujachapishwa. Mamlaka ya Iran bado haijatoa maoni kuhusu kesi hiyo. Takribani watu wengine 51 wanajulikana kukabiliwa na adhabu ya kifo nchini Iran baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya usalama wa taifa, ikiwemo uasi wa kutumia silaha pamoja na uadui dhidi ya Mwenyezi Mungu, ufisadi na ujasusi, kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Iran wakati huu imekuwa na tahadhari kubwa baada ya vita vya siku 12, ambapo wakati huu kesi nyingi zilizopo katika mahakama nyingi nchini humo hazichukui muda mrefu, zimekuwa zikitolewa maamuzi. Hata hivyo, idadi kubwa ya kesi ambazo zipo nchini humo kwa sasa ni zile nyingi ambazo zinahusiana na ujasusi ndani ya taifa hilo la Iran, na kubwa, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, wanasema ni kutokana na tahadhari wanaozidi kuchukua kutokana na vita vya siku 12 kati ya Israel na taifa hilo la Iran, ambapo baadaye Marekani ilikuja kuingilia kati, na hivyo Iran imekuwa na tahadhari kubwa sana juu ya wale wote ambao wamekuwa na kesi katika mahakama mbalimbali, lakini ambao wanakamatwa na kesi wakati huu hasa za kuipinga serikali. Bi Tabar alikamatwa wakati wa uvamizi nyumbani kwake bila kibali cha mahakama na alihojiwa kwa mwezi mmoja, huku akizuiliwa katika kifungo cha peke yake na kushinikizwa kukiri kuchukua silaha dhidi ya serikali na kuwa mwanachama wa kundi la upinzani. Kulingana na wataalamu, Bi Tabar alikataliwa kupata wakili aliyemchagua na aliwakilishwa na wakili aliyeteuliwa na mahakama, walisema, wakiongeza kwamba hukumu yake ya kifo ilitolewa mara baada ya kusikilizwa kwa kesi yake. Hata hivyo, Iran inatajwa ni moja kati ya mataifa ambayo yamenyonga wanawake wengi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema Iran inaendeleza msururu wa watu kunyongwa. Katika wiki ya mwisho ya Julai pekee, watu 32 waliuawa kwa kunyongwa, wakiwemo wanawake 3 walionyongwa kwa kuwaua waume zao. Hakika kifungo cha jela kwa mauaji nchini Iran unaweza kusamehe au kutekeleza, anasema Roya Boroumand, mkurugenzi mtendaji wa shirika la kutetea haki za binadamu la Iran la Abdurrahman Boround Center lililopo nchini Marekani. Kwa sasa inadaiwa kwamba wanawake 106 walinyongwa kwa makosa ya mauaji na 96 kwa tuhuma za uhalifu wa dawa za kulevya. Idadi ndogo ni kwa wale wanaofanya mapenzi nje ya ndoa, na inaelezwa kwamba takribani 15% ya visa hivi vilitangazwa rasmi. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinadaiwa kwamba wanawake wengi hunyongwa kutokana na kutumika kama majasusi nchini humo Iran. Hii ndio sababu ambayo wengi walikuwa wakihoji ni kwa nini kumekuwa na idadi kubwa ya wanawake wanaonyongwa. Wanawake wamekuwa wakiaminiwa sana katika suala la ujasusi na hivyo wamekuwa wakitumiwa sana nchini humo. Basi mtazamaji, hali ndivyo ilivyo nchini Iran kwa sasa. Ni kile kilichotajwa na Umoja wa Mataifa UN kuiomba Iran isitishe hukumu ya kifo dhidi ya mwanaharakati mwanamke anayefahamika kwa jina la Bi Zahra Tabari. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote.